Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu imesema zaidi ya washiriki 250 kutokea ndani na nje ya Afrika, wakiwemo wataalamu wa mafuta na gesi, wafanyabiashara pamoja na wadau wa sekta ya nishati kujadili mustakabali wa sekta hiyo ya nishati safi barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Ahmad Bakari Ahmad amesema lengo ni kuimarisha ushirikiano kupitia uwekezaji na kubadilishana uzoefu wa teknolojia. Na tunategemea kwamba washiriki karibu 250 ama zaidi ya 250 watakuwepo na watatoka katika nchi mbalimbali, nchi zisizopungua 20. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa kwa Zanzibar, kuitangaza Zanzibar kama ni mdau mkubwa wa mafuta na gesi katika bara la Afrika, lakini na dunia kwa ujumla. Lengo kuu kama nilivyosema ni kukutanisha wataalamu, wafanyabiashara, makampuni ya mafuta na gesi, wanafunzi, mashirika ya umma na kila mdau katika masuala ya mafuta na gesi, ili kujaribu kuzungumza kwa pamoja na kuona namna gani tutaweza kuifanya Afrika kujitegemea katika nishati, ikiwemo nishati mbadala. Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, ambayo ndio wizara iliyokabidhiwa jukumu la mafuta na gesi katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia tuna jukumu jingine la kuratibu upatikanaji wa nishati mbadala katika Zanzibar. Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi ndiyo msimamizi mkubwa na ndiyo mratibu mkubwa wa masuala ya mafuta na gesi Zanzibar, na ni miongoni mwa zile ajenda kuu za uchumi wa buluu wa Zanzibar, lakini pia tunaratibu upatikanaji wa nishati mbadala kwa kushirikiana na wizara nyingine zilizopo. Kwa hiyo ujio wa kongamano hili ni kusema linatusaidia pia kutoa hiyo awareness na kupata Zanzibar kujielezea katika nyanja za kimataifa wapi tumefikia katika hatua hizo. Napenda kukiri kwamba Zanzibar imepiga hatua kubwa sana katika mafuta na gesi, na activity nyingi za mafuta na gesi zinaendelea, ikiwemo 3D seismic survey zinaendelea sasa hivi tunapozungumza, na hatua nyingine mbalimbali zinaendelea ambapo katika kongamano tutazizungumza. Sekta hii ya mafuta na nafasi yetu especially kwa Zanzibar, sehemu ambayo tulipo, tunahitaji sana huo uwekezaji. Kwa hiyo lengo la mkutano huu naweza kusema ni kurahisisha. Sisi tupo nyuma yao tu, tunatambua na tunajua kazi nzuri ambazo zinafanywa na taasisi na mamlaka husika, ikiwemo Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, lakini vile vile na taasisi ambazo zipo chini yao. Kwa hiyo sisi lengo letu au kubwa tunalofanya ni kuwa nyuma yao, kuhakikisha kinafanyika, lakini kubwa zaidi vijana wanahusishwa katika kila hatua ya maendeleo au hatua ya huo mkutano. Kwanza tunajivunia kuwa limewezekana na kwa kiasi kikubwa, lakini ukiangalia waliofanya ni vijana, ni sisi, na ni vijana wenyewe wa Kitanzania au wa Kizanzibari. Kwa hiyo la kwanza ni hilo tunajivunia. Lakini vile vile kuona jinsi gani labda serikali yetu inaitika wito au mambo yale ambayo tumeyaweka vijana. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru na tunajivunia sana. Sasa hivi naweza kusema labda vijana tunashirikishwa sana, kama tunavyojua, sio kusema tu, lakini wanalifanyia kazi. Sera kuu pia ya wizara ni ushirikishwaji wa vijana, especially nikizungumzia hii wizara yetu, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, au sekta yetu ya mafuta na gesi. Tunaona kwa kiasi kikubwa jinsi gani vijana wanashirikishwa. Kwa hilo tunashukuru, na naweza kusema labda tunajivunia kuwa sehemu au chachu ya hiyo hatua.